kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano yaliyo bora na wakuu wa taasisi mbalimbali wanaopatikana katika serikali yetu. Maana wale kazi yao ni kutekeleza kwa vitendo. Wewe jukumu lako ni kusimamia ule utekelezaji. Sijipigie makofi katika hilo. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, ninaamini tutakuwa tumeacha alama kubwa sana kama viongozi, sisi jumuiya ya wazazi. Njia pekee, sisi kama wilaya tumetoa njia, tumetoa mwanga. Nategemea sasa kuanzia mwakani kila kata muwe tayari kuhakikisha mnayafanya haya kwa vitendo, kutembelea utaratibu wote ambao nyinyi kama wazazi mnatakiwa kuusimamia. Moja, tembeleni mashule, mjue kuna changamoto gani, ili kwenye vikao vyenu vya kamati za siasa za kata mnakuwa na agenda za msingi, kwa sababu mmeshiriki. Niwaulize kwa mfano, ni viongozi wangapi humu ndani ni wajumbe wa kamati za shule? Nyosheni mikono. Baraza zima wako watano. Wakati wewe ndiye ambaye unahusika na swala nini la elimu, na sio mjumbe, unategemea ile kule elimu inaongozwa vipi, inasimamiwa vipi? CCM moja. Ni wangapi humu mmo kwenye kamati za afya? Sio mnaiona ndugu zangu, au labda pengine hamjui. Kwa nini msiingie huko mkatusaidia, ili ile elimu ambayo mnatakiwa kwenda kuisimamia ninyi kama viongozi kwa nafasi zenu mtapata kipaumbele kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma zilizo bora, kwa sababu ninyi ndio mmepewa jukumu la kuhakikisha kwamba yote mnayasimamia kwa vitendo. Sisi moyo, Daktari Samia Suluhu Hassan anatutegemea sana. Tunaposema Daktari Samia Suluhu Hassan ni mitano tena, tuseme mitano tena kwa vitendo, ikiwa ni pamoja na kufanya ziara, ikiwa ni pamoja na kushiriki vikao, ikiwa ni pamoja na kushika watu mikono kwa utayari tulionao kwa mujibu wa taratibu ambazo tumewekeana kwenye kata zetu. Tukiyafanya hayo, ninaamini kweli tunaposema Daktari Samia Suluhu Hassan ni mitano tena, inakuwa ni mitano ya vitendo. Sisi moyo. Kwa hayo machache nimefungua kikao, katibu tuendelee taratibu.